Dubwana amenikabidhi jukumu la kuwa scanning officer. Mwaka 2025 tunajua tumebakisha miezi michache kuelekea kwenye uchaguzi mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Itakuwa nikiwascan wanasiasa, wadau wa demokrasia ndani na nje ya Tanzania. Nitatoa pia nafasi kwako kwa ajili ya kuweza kusikika, kwani wewe ndiye mwenye nchi. Na kwenye ratiba yetu leo tunaianza safari yetu tukiwa na Mheshimiwa Zitto Zuberi Kabwe. Mheshimiwa Zitto Zuberi Kabwe ametrend siku za hivi karibuni, umemwona amechukua fomu rasmi, ameshajipanga kwa ajili ya kurejea mjengoni. Interest yangu ya kwanza ni kujua umesahau nini kule bungeni. Maanake umekamua kwa miaka ya kutosha. Nimekamua kwa miaka 5 Kigoma mjini na miaka 10 Kigoma kaskazini. Jumla miaka 10 Jumla miaka 15. Kwa mbunge. Lakini kuna mambo ambayo yalipaswa kufanywa katika kipindi cha miaka hii 2020 mpaka 2025 ambayo hayajafanyika. Kwa mimi pamoja na wenzangu tunataka tuyarejeshe ili tuweze kujenga Kigoma kama sehemu ambayo mji unaostahiki, wenye hadhi inayostahiki, kitu ambacho nakiona kimekosekana hivi sasa. Okay. Na kumekuwa na hoja kadhaa siku za nyuma tumezisikia Mheshimiwa Zitto kuhusu umuhimu wa kuwa na ukomo kwenye ubunge. Nadhani umeshaisikia. Wengine wanapendekeza miaka 10 ili labda kuwe na mawazo mbadala pia. What is your take? Sidhani, unajua ni jambo ambalo linapaswa kujadiliwa kwa umakini, sio kujadiliwa kwa ili mradi tu watu kugawana. Manake kama unautazama ubunge kama nafasi ya watu kwenda kwenye ulaji, mawazo kama hayo ni mawazo sahihi sana. Lakini kama unautazama ubunge kama uwakilishi, kama jinsi ambavyo kwenye katiba ilivyo, sidhani kama mawazo ni mawazo sahihi. Na kwenye uwakilishi, kwenye demokrasia, ni swala la watu ambao wanapiga kura kuamua aina gani ya mtu ambayo unamchukua. Ukishajua tu kazi za ubunge, huwezi kufikiria kuweka hizo mihula. Kwa mfano, kazi za ubunge kubwa ni 3 tu: ni uwakilishi, ni kuisimamia serikali, ni kutunga sheria. Ndio. Sasa ukisema kama mtu akae miaka 10, hata kama alikuwa ni mtunga sheria mzuri namna gani, akae miaka 10 afu atoke, ili we nini? Ili upate nini? Yani kwa hiyo tupate mawazo mapya. Mawazo mapya, kila mwaka kuna uchaguzi. Kwa hiyo watu wanaenda kwenye uchaguzi. Unaweza kuyapata hayo mawazo kutokana na namna ambavyo watu wanaingia na kutoka. Kumbuka kwamba sijui 2020 sababu zitazama data, lakini huko nyuma ilikuwa takribani 65% ya wabunge, kila bunge jipya ni wapya. Kwa hiyo kila miaka 5 65% ya wabunge ni wapya. Kwa hiyo mawazo mapya yepi ni vipi? Kwa hiyo ni watu wachache sana ambao utakuta kwamba anaongoza zaidi ya kipindi kimoja au vipindi viwili au vipindi vitatu, na watu kama kina Lukuvi wanaongoza toka mwaka 1995. Lakini kuna hiyo inakukalia sawa. Mimi naona kwa mfano mtu anakuwa mbunge kwa miaka 25, 30 au Mheshimiwa Zitto au kile inapika sehemu hata anaizoea sana ile nafasi mpaka anaposta sense ya hiyo. Makina alikuwa mbunge kwa miaka 40. Ndio. Mzee Mzindaka alikuwa mbunge miaka 40. Mzee Jackson Makweta alikuwa mbunge miaka 40. Mzee Paul Kimiti alikuwa mbunge miaka 35. Inategemea watu wako wanataka nini. Kwa hiyo kama watu wako kuona kwamba umechuja, miaka 5 tu wanakutoa. Kwa hiyo sidhani kama ni mjadala ambao unahitaji hata kupewa nafasi, kwa sababu ni mjadala ambao hauongezi lolote kwenye mchakato wa kimaendeleo. Wananchi wakiona kwamba umegombea, umekuwa mbunge, umekaa miaka 5, unabiayusha, wanakutoa. Lakini kama unaona wewe ni mbunge mzuri, unafika miaka 20, miaka 30. Mheshimiwa Zitto, wakati unatoka kama kiongozi mkuu wa chama chako cha ACT Wazalendo, moja kati ya sababu ambazo ulizitaja, uliziaimisha ni pamoja of course kuheshimu katiba, lakini pia kutoa nafasi kwa wengine pia kuleta mawazo yao katika mchango wa chama. Iweje leo unakuwa na mtazamo tofauti inapokuja kwenye ubunge? Yote ni leadership. Na unazungumza huko kukubalika kwenye chama, pia unaweza kuwa unakubalika. Hapana, ni swala la
ubunge ni uwakilishi. Ndio maana nilieleza hapo mwanzo. Ni ukiangalia kwenye katiba, kazi ya ubunge ni nini? Ubunge ni uwakilishi. Uongozi wa chama sio uwakilishi. Uongozi wa chama ni utendaji wa kila siku. Kwa hiyo na ni kama urais, na ndio maana urais una mihula, ubunge hauna mihula. Urais una mihula, waziri mkuu hauna mihula. Urais na makamu wa rais una mihula. Huwezi kufanya zaidi ya vipindi ambavyo vimeeleweka kwa katiba, kwa sababu zile ni kazi za kitendaji. Ubunge sio kazi ya utendaji. Ubunge ni uwakilishi. Kwa hiyo ni tofauti kubwa sana. Kubwa sana. Ndio maana hakuna nchi duniani ambayo ina mihula kwenye ubunge. Watu ambao wanajadili mihula kwenye ubunge ni watu ambao wanataka kuwa wanaona waliokuwepo wamekaa watoke na wenyewe waingie. Ni watu wenye kutaka kubadilishana ulaji. Swala la ubunge au diwani sio swala la kubadilishana ulaji. Ni swala la uwakilishi. Kwa wale ambao mnawawakilisha ndio ambao wanapaswa kuamua. Sasa huwezi kulinganisha na uongozi wa chama. Uongozi wa chama sio uwakilishi. Uongozi wa chama ni utendaji. Na ukiwa na kiongozi wa chama ambaye amekaa muda mrefu zaidi, maana yake ni kwamba hayo unayoita mawazo mapya ya kiutendaji ya kile chama hayatakuwa yanashika kasi. Angalia nchi ambazo demokrasia zao ni parliamentary democracy, ni demokrasia za kibunge, hakuna mihula. Ndio maana kina Angela Merkel wameongoza Ujerumani miaka 16, Helmut Kohl ameongoza Ujerumani miaka 16, Tony Blair amepiga miaka 10 mfululizo, lakini chaguzi 3 ambazo ameshinda, kwa sababu yale ni mamlaka ya kiuwakilishi. Yani huwezi kuwa waziri mkuu bila kuwa mbunge. Lakini na nchi ambazo zina uongozi wake wa kirais, presidential, zina term limit, kwa sababu ni mtu mwenye mamlaka makubwa sana ambaye ameyapata. Kwa hiyo sahihi kulinganisha uongozi wa chama na uwakilishi wa wananchi. Okay, tutoke huko Mheshimiwa Zitto. Tutazame sasa safari yako ya kuusaka ubunge. Katikati ya kile ambacho wapinzani wote kwa sauti moja mnakubaliana kwamba uwanja uko sawa. Uwanja umeegemea sehemu katika namna nyingi. Kwa nini unaingia kwenye huo uwanja kucheza wakati unajua uwanja uko sawa? Lini uwanja uko sawa? Toka mfumo wa vyama vingi Tanzania uanze. Na ndio maana nakuuliza, haijawahi kutokea uwanja kwa sawa hata siku moja. Kwa nini sasa unaingia uwanjani? Lakini nimekuwa mbunge vipindi 3 mfululizo. Yes. Ilikuwaje nikawa mbunge vipindi 3 mfululizo kama uwanja katika hali kama hiyo? Inategemea namna gani ambavyo mmejipanga, namna gani ambavyo mnakabiliana na magugu yaliyoko uwanjani. Kwa hiyo kama unaingia kwenye uchaguzi unajua kwamba kanuni za uchaguzi, sheria za uchaguzi zinakipendelea chama kilichoko madarakani, wajibu wako ni kuweka mikakati ya kuhakikisha kwamba huo upendeleo unaupunguza ili uweze kushinda. Na ndicho ambacho siku zote tumekuwa tukifanya. Mikakati yako ni ipi? Uwezi kusema mikakati hadharani. Au mikakati ya chama chako ni kipi? Hatuwezi kusema hadharani, lakini mikakati ya kuhakikisha kwamba tunashiriki uchaguzi tukipambana kuhusu haki. Tunashiriki uchaguzi tukihakikisha ya kwamba tunalinda thamani ya mpiga kura. Na mtaona tunalinda thamani ya mpiga kura. Hapa natamani Mheshimiwa Zitto tukae kidogo. Kwa sababu nadhani bila shaka unajua kwamba mjadala wote wa nchi sasa hivi umekuwa hapo kuzungumza kuhusiana na mazingira ya uchaguzi, namna yanavyokaa, sheria za uchaguzi na vitu kama hivyo. ACT Wazalendo mmesign kanuni za maadili ya uchaguzi na mnasema tunashiriki kwenye uchaguzi. Lakini wakati huo mmesema mnakwenda mahakamani kuitafuta haki. Haki ipi ambayo mnakwenda kuitafuta mahakamani? Kwa sababu kanuni si nzuri. Sababu kanuni zinaweka mazingira ambayo hazipelekei uchaguzi huru na haki. Kwa hiyo maamuzi yetu ni maamuzi ya kimkakati ya kuhakikisha kwanza tupo kwenye ballot paper, tupo kwenye karatasi ya kura. Lakini pili, unapambana kuhakikisha kwamba maboresho yanafanyika katika kanuni. Uwezi, unajua ni sawa na una mgonjwa anaumwa malaria, halafu una dawa yake unaambiwa mkate kichwa. Ili hiyo malaria ishe, mkate kichwa, yani afe. Sasa hapo hujamtibu huyo mgonjwa. Sasa unapokuwa unataka kushughulika na changamoto za uchaguzi, kanuni mbovu ambazo zipo, huwezi kusema kwamba sishiriki uchaguzi mpaka kanuni ziwe. Maana kama unajua wewe mwenyewe. Kwa hiyo unahakikisha kwamba upo kwenye ushiriki, uko kwenye mapambano.
halafu unapambania yale mapambano. Ndo tunasema kwamba kuna msemo maarufu sana kwenye harakati za kimapinduzi duniani kwamba if you do not fight, you die. If you fight, you die. So what do? You fight. And that's the spirit ya ACT Wazalendo. What if amtopata mnachokitaka mahakamani? It doesn't matter kuhusu mahakamani. Tuna njia nyingi ambazo tunazi. Kwa hiyo mtaendelea kushiriki uchaguzi katika mazingira hayo ambayo tutadhibiti uchaguzi katika siku ya uchaguzi. Siku ambayo watu wanapiga kura ndio siku ambayo tutadhibiti. Lakini Mheshimiwa Zitto, nadhani inawezekana statement yako ikatengeneza mkanganyiko kidogo. Mmeshiriki kwenye chaguzi zilizopita? Ndio. Huo mkakati mlionao sasa mmeupata lini? Lakini chaguzi imeanza kuharibiwa lini? Chaguzi imeanza kuharibiwa 2019, 2020, 2024. Okay. Huko nyuma, kwa huko mtazamo wako ni kwamba chaguzi nyingine zote za nyuma zilikuwa sawa? Huwezi kusema ni sawa 100%. Lakini ulikuwa una hakika. Unaenda kugombea udiwani kwenye kata. Angalau ukichaguliwa utatangazwa. Na hivi ndivyo ilivyokuwa. Sisi tumeongoza halmashauri. Jiji la Dar es Salaam hili lilikuwa chini ya wapinzani, sio? Mbeya ilikuwa chini ya wapinzani, sio? Arusha ilikuwa chini ya wapinzani. Tanga ilikuwa chini ya wapinzani. Mtwara ilikuwa chini ya wapinzani. Kulikuwa kuna zaidi ya majimbo 72 katika majimbo 214 ya upande wa Tanzania bara ambayo yalikuwa yamechagua upinzani. Huko nyuma hatukuwa na tatizo la kubwa kama hili ambalo tunalo sasa hivi. Lakini huko nyuma, naomba nimalize. Huko nyuma hatukuwa na tatizo la kura bandia. Huko nyuma hatukuwa na tatizo la mawakala kuzuiwa kuingia kwenye vituo. Huko nyuma hatukuwa na tatizo la mawakala kutopewa matokeo ya uchaguzi. Yote haya yameanza 2019, 2020, 2024. Kwa hiyo ni matatizo mapya ambayo yanahitaji mikakati mipya ya kukabiliana nayo. Lakini wakati wa wapinzani tunagombea kabla ya mwaka 2020, mimi chaguzi zangu zote 2005, 2010, 2015 kwenye majimbo mawili tofauti. Tuko hatuna wasiwasi kabisa kwamba kutakuwa na kura za bandia au mawakala watazuiwa kuingia kwenye vituo vya uchaguzi au tutanyimwa karatasi za matokeo. Wasiwasi wetu ulikuwa ni kwamba msimamizi wa uchaguzi atatangaza. Kwa hiyo mkakati wetu ulikuwa ni kuhakikisha kwamba unakusanya matokeo ya kila kituo, unamuahi msimamizi wa uchaguzi. Matokeo yangu haya hapa, mimi nimeshashinda, nitangaze. Kwa hiyo hata kama ulikuwa na mpango wa kubadilisha, wewe tayari umesha nilichofanya ndivyo kwa tunafanya. Mimi na Kigoma nilikuwa nayapata matokeo yangu ya uchaguzi saa 2 usiku. Kura watu wameweza kupiga kura saa 10. Kura zimehesabiwa saa 2 usiku, mimi matokeo. Kwa hiyo ilikuwa ni vigumu sana kutolitangaza. So, na una seti zaidi ya moja ya matokeo. Sababu tulikuwa tunaweka mawakala wengi wa vyama tofauti. Sababu tulikuwa tunafanya coalition na vyama. Kwa hiyo unakuta hapa kuna mgombea wa ubunge wa NLD, kuna mgombea wa ubunge wa Chauma, kuna mgombea wa ubunge sijui wa SAU, lakini wote hawa mawakala umewaweka wewe, unapata matokeo mapema. Sasa hivi hilo sio tatizo. Tunakabiliana na kura bandia, hazikuwa. Tunakabiliana na mawakala kuzuiwa kwenye vituo vya uchaguzi, kutoingia kwenye vituo, haikuwepo. Tunakabiliana na mawakala kutopewa matokeo ya uchaguzi, hayakuwepo. Kwa hiyo lazima tuwe na mbinu tofauti. Na hilo ndio jambo ambalo watu wengi ambao wanajadili kuhusu uchaguzi hawaelewi. Wanadhani kwamba haya mambo yamekuwepo muda. Haya mambo ni mapya. Ni mambo ya kuanzia 2019. Na sisi tumeshajifunza, tumeona 2019 kilifanyika nini? Massive kuondoa wagombea wa upinzani. Na 2020 ikaongezeka kuondoa wagombea wa upinzani na kura bandia. 2024 wamefanya vile vile ilivyofanyika 2019 na 2020. Kwa tumeshaona. Kwa hiyo wajibu wetu sisi ni kukabiliana na haya na kuimagine mengine yepi, worst case scenario ambayo yanaweza yakafanyika kuharibu uchaguzi na kukabiliana nayo. Na sisi tunakabiliana nayo. Na ndio maana tunashirifu. Mheshimiwa Zitto, ukiniambia changamoto za uchaguzi zimeanza mwaka 2015, naona kama kuna sehemu ambayo kidogo nakinzana na mmoja kati ya watu ambao wamepata kuwa na nguvu katika upande ambao ACT na nguvu zaidi Zanzibar. Moja kati ya kauli ambayo iliwahi kutoka kwa Mheshimiwa Maalim Seif, of course na viongozi wengine, ni kwamba bwana,
hata iweje CCM haijapata kushinda kule Zanzibar. Which is true. Sasa unasemaje tena changamoto zimeanza mwaka 2005? Yeah. Sasa changamoto ya Zanzibar ni maka lazima unielewe, na hizi changamoto nazieleza hizi. Changamoto ya Zanzibar ni nini? Changamoto ya Zanzibar ni kutangaza. Na ni kutangaza rais. 2015 chama cha CUF wakati ule na Maalim Seif Sharif Hamad walikusanya matokeo ya uchaguzi kwa haraka zaidi kuliko tume, na wakawa clear kwamba wameshinda. Viti vya uwakilishi zaidi ya viti 26 vya uwakilishi na vya ubunge wapinzani walishinda, na wakatangazwa na wakapewa hati za kutangazwa. What happened? Jecha akafuta uchaguzi. Hizo ndo changamoto. Kwa hiyo ni muhimu sana yani ulizingatia hilo, kwamba napozizungumza changamoto za kiuchaguzi nazungumza kwa mafungu yake. Kwamba sasa 2020 kwa mfano, wagombea wa upinzani zaidi ya nusu walikatwa Zanzibar, walifutwa, waliondolewa kwa wagombea. Hiyo jambo lilikuwa ni jipya, alikuwa kutokea toka tuanze uchaguzi. Kura bandia ziliingizwa kwenye vituo vya kupigia kura. Hilo jambo ni jipya, aliyekutokea toka tunaambiwa toka wakati wa mfumo wa hata wakati wa mfumo wa chama kimoja hapa kuna kura bandia, ni jambo jipya kabisa. Kwa hiyo changamoto ambazo tunakabiliana nazo hivi sasa ni changamoto ambazo zimeanza hivi karibuni, na tutazikabili kwa namna ambavyo tumejifunza, tumeona, na hivi sasa tunaendelea kuweka mazingira ambayo tutazikabili hizo changamoto. Kwa changamoto ya Zanzibar ni kutangazwa. Hamna mjadala wa Zanzibar wa kushinda au kushindwa. Pakiweko uchaguzi hapo wa huru na haki, na tena kwenye mazingira ambayo CCM wanayapenda, wanapigwa. 2015 walipigwa, walishindwa. And it is obvious, lakini uchaguzi ulifutwa. Huko nyuma ilikuwa watabadilisha matokeo. Sio, watabadilisha angalau kuna ushindani wa 0.2%, 0.4%, asilimia ngapi, wanabadilisha matokeo. 2015 waliona hata kubadilisha matokeo ni ngumu, sababu watu walipiga kura kwa wingi sana kumchagua Maalim Seif, kwa kaamua kufuta uchaguzi. Na kilichotokea ni nini? Zanzibar tukasusia uchaguzi. Baada ya kususia uchaguzi, CCM waliacha, waliendelea. Wakana baraza la wawakilishi lote lawa. Kilichotokea ni nini? Wakabadilisha sheria ya uchaguzi, wakaweka kupiga kura siku 2. Ambapo siku ya kwanza wanaweza wakajaza kura kwenye masanduku wanavyotaka. Aliyepoteza ni CCM upinzani. Nione jibu. Sasa mheshimiwa, natamani tulijadili hilo. Maanake kwa mujibu wa maelezo yako ni kwamba kuna nyakati mmeshiriki uchaguzi, mmepoteza kwa sababu ya uwanja kutokuwa sawa. Kuna nyakati mmesusia uchaguzi, mmepoteza kwa sababu upande wa pili umeendelea na uchaguzi. So unafikiri mkakati sahihi ni upi? Ni kushiriki na kupambana. Mmekuwa mkishiriki na mkipambana. Sasa ongezeni mapambano. Mnadhani mna masozi? Ndio. Wananchi wanapaswa kuwa mobilized kulinda thamani ya kura yao. Ili sio jambo la upinzani, sio jambo la vyama vya siasa, ni jambo la wananchi wenyewe. Kama wananchi wa Kigoma wanamchagua Zitto kwa mbunge kwa kura nyingi, Zitto anapata kura let's say kama 2020 52,000. Halafu mgombea wa CCM anapata kura 6,000. Anatangazwa mgombea wa CCM. Na wananchi wanamtazama yule mgombea wa CCM. Na wananchi wanamtazama yule msimamizi wa uchaguzi. Tatizo la nani? Kwa sasa hivi sisi tumeanzisha kitu kinaitwa Operation Linda Demokrasia. Operation Linda Demokrasia maana yake linda thamani ya kura yako. Kwa kazi tunayofanya ni kumobilize wananchi walinde thamani ya kura yao. Uchaguzi uliopita hukufanya hivyo mheshimiwa Zitto. Sasa uchaguzi uliopita, kwa mfano, nililetewa taarifa kwamba kuna kura bandia. Sasa acha mambo yenu hayo bwana, kura bandia stafiri utaidizaje kitu.
By the time na realize kwamba taarifa zile zilizopewa ni za kweli, saa 7 mchana. Kura bandia zimeshaingizwa kwenye masanduku. Bado tukashinda. Tukapewa taarifa kama mmeshinda, nendeni, pelekeni watu kwenye kwa msimamizi wa uchaguzi. Tukapeleka watu kwenye kwa msimamizi wa uchaguzi. Interestingly, polisi walipiga mabomu lakini hawakutupiga mabomu sisi. Walipiga mabomu sisi. Msimamizi wa uchaguzi alipigwa mabomu, polisi wanamwambia tangaza, hatutaki maafa sisi. Mtangaze alishinda. Msimamizi wa uchaguzi akakimbia, akaenda akamtangaza mtu alishinda kwenye maficho huko. And it happened. We did not mobilize people. Tukafunga virago, tukaondoka, tukaanza maisha mengine. It was wrong. Tunapaswa kulinda thamani ya kura. Ndio maana sisi tunasema tunashiriki huku tukipambana, tunapambana huku tunashiriki. Na ndio njia sahihi ya kwenda kwenye uchaguzi. Siza, nafurahi unavyoendelea kubanana kwenye mtiti wa hoja na kiongozi hapo. Lakini tambua kuna hoja na maswali ya wahariri ni miaskani na yana haki muda huu kumfikia kiongozi na yaende duniani. Jina langu mimi naitwa Anton Joseph, ni mwandishi wa habari, mtangazaji, nipo Uhuru FM. Kwenye eneo la mjadala wa leo ni kwamba ni kuhusu Zitto Zuberi Kabwe ambaye ameomba ridhaa tena kwa wanakigoma mjini kwamba anahitaji kugombea ubunge kwa tiketi ya chama chake cha ACT Wazalendo. Sasa tukiangalia kwenye mkutano ule wa tarehe 4 ambao alikuwa akizungumza na wanakigoma mjini, hakuna sehemu ambayo tulioona kwamba ameahidi wanakigoma kama watampa ridhaa akawatumikia akawawakilishe bungeni ni kitu gani atakachowafanyia. Zaidi ya mambo ambayo tulioyasikia pale na ambayo yameandikwa na ile hotuba yake alivyokuwa akizungumza, amejikita zaidi kuelezea changamoto za kisiasa ambazo zipo sasa hivi. Yani akielezea changamoto za kisiasa. Sasa swali linakuja kwa Zitto Kabwe, ni kitu gani ambacho wanakigoma sasa hivi wakimpa ridhaa ataenda kuwafanyia? Anawaahidi kitu gani iwapo atampa miaka 5 akawawakilishe bungeni? Ikumbukwe kwamba Zitto Kabwe alishawahi kuwa mbunge katika jimbo la Kigoma katika jimbo la Kigoma mjini, alihudumu bungeni na baadaye aliondoka kwenye ubunge akaanzisha chama chake na akawa mwenyekiti taifa wa chama cha ACT Wazalendo. Lakini baada ya hapo pia tulisikia hivi karibuni amestaafu, kwamba amestaafu siasa. Sasa kipi ambacho kimemvuta tena kurudi kwenda kuomba ridhaa kwa wanakigoma? Mimi naitwa Said Mihiko, ni mhariri hapa Chaneteni. Lakini Zitto Kabwe ashapata kwa mbunge wa Kigoma mjini kwa kipindi kirefu tu. Lakini baadaye akatoka kule akawa kiongozi wa ACT Wazalendo, chama cha ACT Wazalendo, hiki chama cha upinzani. Sasa mimi swali la kwanza ambalo ningependa kumuuliza Zitto, kitu gani kinamrudisha tena katika ubunge? Kitu gani ambacho kinamfanya arudi tena kwenye ubunge? Aliwahi kutia nia ya kugombea urais kama nakumbuka vizuri. Wakati fulani Zitto aliwahi kutia nia ya kugombea urais. Mbona sasa imekwaje tena ile nia ya urais tena ubunge? Mbona inaonekana kama imeshuka sana kutoka kwenye kuwa na nia ya kugombea urais unarudi tena mpaka kwenye ubunge? Katika maisha yake ya ubunge yote amekuwa bungeni, amekuwa Kigoma mjini bungeni. Yaani kitu gani anahisi hakufanya kipindi kile chokuwa na sasa hivi atakifanya? Kwa sababu wananchi wa Kigoma mjini wana changamoto nyingi za huduma za kijamii katika maeneo ya afya, elimu, maji safi. Yeye iwapo watampania wananchi, kama watampa, vipi amejipanga namna gani ni kukabiliana na changamoto hizo za muda mrefu sasa hivi? Naitwa Peter Elias kutoka hapa Mwananchi. Ina maswali kadhaa kwako ndugu Zitto Kabwe. La kwanza ningependa kufahamu kutoka kwako, una imani kiasi gani na mifumo ya uchaguzi hapa nchini na kwa kiasi gani inaweza ikatenda haki katika uchaguzi ujao?
Swali langu la pili, unadhani kwa nini wana Kigoma wakuchague wewe na sio mgombea mwingine? Na ningependa wakati unajibu swali hili pia ueleze ulifanya nini wakati wa ubunge wako kati ya 2015 na 2020. Na swali langu la tatu, una maoni gani kuhusiana na hiki ambacho kinaendelea nchini kwa Chadema, kesi ya Mheshimiwa Lissu, lakini pia na njia ambayo wameamua kuipita Chadema ya kutosaini zile kanuni za uchaguzi, jambo ambalo litawaweka nje katika uchaguzi ujao. Nini maoni yako? Asante sana. Ni skana imepita kwa wadau kutoka kwenye vyombo vya habari, wakiwemo wahariri kutoka kwenye vyombo mbalimbali. Mheshimiwa Zitto mwasikia na maswali yao. Unajua kuna baadhi ya maswali ambayo ni kama yanafanana hivi, yanafanana yanajirudia. Kwa bila shaka utaweza kusummarize sehemu ya majibu yao ili waweze kuyasikia pia kutoka kwako. Maswali mengi na maswali muhimu sana ambayo yameulizwa. Moja ambalo imeulizwa sana ni nitawafanyia nini wana Kigoma, na pia uliniuliza na wewe. Yes. Kazi ya ubunge ni kazi tatu. Ubunge ni uwakilishi, ubunge kuiwajibisha serikali, ubunge ni kutunga sheria. Kitu ambacho nitawafanyia wana Kigoma ni kuwawakilisha, na hili halina mashaka. Mara zote ambapo nimepata nafasi ya kwenda bungeni nimewawakilisha vema wana Kigoma. Kazi ambayo nawaahidi wa Tanzania ni kuiwajibisha serikali. Hili halina mashaka. Mara zote ambazo nimekuwa mbunge na kupata mamlaka ya kiuwajibikaji ndani ya bunge, tumeiwajibisha serikali. Nimekuwa mwenyekiti wa PAC kwa muda mrefu na POAC kwa muda mrefu, na sidhani kama kwenye rekodi ya nchi hii kuna nyakati ambayo kamati ya bunge ya mahesabu ya serikali ilifanya kazi kama kipindi ambacho naiongoza. Ndio kazi ya bunge, kuiwajibisha serikali. Kazi nyingine ni kutunga sheria, kuhakikisha kwamba sheria zinakuwa nzuri. Serikali ilitoa miswada ambayo haiendani na matakwa ya wananchi, mbunge anatakiwa kuikataa. Na vile vile mbunge anaweza akawasilisha miswada ambayo anahitaka. Sasa haya ndio mambo ya kikatiba ya kazi za ubunge. Zingine ni kazi za mbunge ni kama promoter wa jimbo, kuhakikisha kwamba kuna uwekezaji kufanyika na kadhalika. Na haya ni mambo ambayo nimeyafanya, na rekodi zangu kwa Kigoma ziko wazi kabisa, zinaonekana, na ndio maana bado naungwa mkono sana Kigoma. Wala sio jambo ambalo unahitaji kulitafuta kwa torch. Uungwaji mkono ni wale ya juu kwa sababu ya rekodi ya kazi. Yani kazi zangu zinajionyesha, sihitaji kujionyesha, watu wanaziona kazi na wanazijua. Kwa hiyo nimeona kwamba ni vema niendeleze hiyo kazi. Lakini jambo la msingi ambalo nataka ongezee hapa ni kwamba mimi niligombea 2020. Ndio. Na nikashinda. Sikutangazwa. Narudi kuchukua kiti changu nilichokuwa nacho. Kwa mimi Kigoma siendi kushindana na mtu yoyote yule wa chama chochote kile. Kigoma naenda kuchukua kiti changu, nikafanye kazi ambayo nilipaswa kuwa nimeifanya. Kwa inawezekana kabisa kwamba ningechaguliwa mwaka 2020, leo singekuwa nazungumzia kuwa mbunge Kigoma mjini tena. Nilikuwa nafikiria vitu vingi. Lakini 2020 sikuchaguliwa, kwa maana kwamba sikutangazwa. Kwa hiyo narudi sasa kupambana kuhakikisha kwamba natangazwa, naenda kufanya kazi ambayo ilisimama katika kipindi cha miaka 5 ambayo imepita. Kuna wakati unakwenda swali la pili mheshimiwa, na mimi nitachomeka hapo la nyongeza linalohusu la kwanza. Hapa kati pamewahi kuwa na hisia za kwamba Mheshimiwa Zitto amepoa, sio yule ambaye tumemzoea. Hata inapokuja issue ya serikali anavyorespond, ushawahi kusikia kitu kama hicho? Mimi naona nasoma, nasikia maoni ya watu.
kulikuwa na hisia za kwamba Mheshimiwa Zitto bwana alikubaliana na upande wa pili kwamba bwana watanipa ubunge. Kwa hiyo doze 2005 nilikubaliana na nani nikapewa ubunge? Ni hisia tu. 2010 nilikubaliana na nani nikapewa ubunge? 2015 nilikubaliana na nani nikapewa ubunge? Inawezekana mheshimiwa, unajua inatokana na nini? Inatokana na msingi wa kwamba kama unaona 2020 ukutendewa haki, nini huyu jamaa bado kinampa jeuri ya kwamba 2025 atatendewa haki? Kwa sababu tunajipanga. Unajipangaje? Sababu tunajipanga. Siwezi kusema hadharani. Kwa sababu tumejipanga kuhakikisha ya kwamba tunashinda. Mheshimiwa Zitto, huoni kuna ulazima wa watu wako kufahamu kwamba unajipangaje? Kwa sababu naamini inawezekana sehemu ya mkakati inahitaji watu kushiriki. Watu wa chama wanajua. Na watu wa Kigoma wanajua. Watanzania hawana haja ya kujua. Mimi nachaguliwa na watu wa Kigoma. Watu wa Kigoma pia wanatazama Clouds TV. Na wao wanajua nani tunawasiliana. Au hitaji kuambia kupitia. Hatuwezi kuweka hadharani mikakati yetu ya namna gani tutakavyolinda ushindi wetu. Tutakuwa ni viongozi wa hovyo sana. Ifahamike kwamba tumejifunza 2019, tumejifunza 2020, tumejifunza 2024. Sasa tumepata dawa ya kukabiliana na ubovu wa uchaguzi. Mheshimiwa, kama una nia njema na Tanzania, alafu una dawa ya kukabiliana na matatizo ya uchaguzi wa Tanzania, iweje ushindwe kushare na Watanzania? Nitaona kwa vitendo. Kwa maneno ya nini? Dawa yako inaonekana inaishia Kigoma peke yako. Hapana. Nimekwambia uwezi kuweka mikakati yako ya kiuchaguzi hadharani. Tuna dawa ya Zanzibar, tuna dawa ya Tunduru, tuna dawa ya Dar es Salaam, tuna dawa ya Lindi, tuna dawa ya Kigoma, tuna dawa ya kila sehemu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Nipe mfano mheshimiwa, dawa ya umeshinda haujatangazwa. Ni watatangaza. Kivipi? Watatangaza. Kivipi? Wangekutangaza wewe. Sasa siko na hiyo dawa. Niambie dawa ni ipi mheshimiwa? Hatuwezi kusema. Huwezi kuweka mikakati yako hadharani. Lakini tunayo dawa. Sisi tunasema tunashiriki tukipambana, tunapambana tukishiriki. Sio maneno matupu. Ni maneno ambayo tutatumia muda wa kampeni kuwa mobilize wa Tanzania kulinda heshima ya kura yao. Tupate mawili matatu kutoka kwa wananchi wa Kigoma, na tukirejea tutakuwa basi tunaifunga session yetu ya Skana kwa siku ya leo. Kwa majina naitwa Francisco Paulo Mtunguja. Mimi natokea katika mkoa wa Kigoma, jimbo la Kigoma mjini. Ni kweli kuna waliotia nia na wengine walishachukua fomu, ikiwepo na mbunge wetu wa zamani ambaye ni Zitto Kabwe, katia nia waziwazi na kashachukua fomu. Lakini kama mimi mwananchi napenda kuweza kumuuliza maswali kama Mheshimiwa Zitto alivyoweza kufanya katika jimbo lake ila Kigoma kwa ndani ya miaka 5. Lakini je, kwa miaka hii anayechukua nia miaka mingine 5 katika jimbo letu, kama endapo labda atashinda, je, atatufanyia nini kama wanajimbo la Kigoma katika kutuletea maendeleo? Mimi kwa jina naitwa Musa Omari, nikiwa maeneo ya Kigoma mjini. Mimi kama mmoja na mkazi wa jimbo la Kigoma mjini, nimemwona ndugu yetu Bwana Zitto Zuberi Kabwe amechukua fomu na ametangaza nia ya kutaka kugombea ubunge katika jimbo hili la Kigoma mjini. Mimi nitaka kumuuliza swali Mheshimiwa Zitto, ni kitu gani kimemvutia tena kuja katika jimbo letu kutaka kuomba ridhaa tena ili aweze kuwa mbunge katika jimbo letu? Je, ni utendaji mzuri wa Mama Samia aliyeuona unaendelea, nataka afanye naye kazi, au ni kitu gani kilichomvutia tena kuja kutuomba kura zetu elewe mbunge wetu? Swali langu la kwanza ambalo linamlenga Zitto Kabwe, nilikuwa nataka nifahamu kutoka kwake kwamba
Jimbo letu la Kigoma mjini lina changamoto sana kubwa za barabara za mitaa. Especially pakiwa na kipindi cha mvua, yani masika, tunakuwa na changamoto kubwa sana ya mitaa kupitika kutokana na hali za barabara zetu zilivyo. Swali langu kwake ni kwamba anatuhakikishia vipi au atatusaidia nini sisi wananchi wa jimbo la Kigoma mjini kuweza kupata huduma za hii mitaa ili iweze kufunguka, angalau tu tuna uwezo wa kufika mtaa mmoja kwenda mwingine kipindi kama hichi cha masika. Kwa jina naitwa Salum Porogomi, ni Mtanzania ambaye ninaishi katika mkoa wa Kigoma, hususan Kigoma mjini. Sifa ya kwanza ya kiongozi kwanza awe mwadilifu. Namuona Mheshimiwa Zitto Zuberi Kabwe, nafasi hiyo ni ya kwake na anaweza akatufikisha pale ambapo tunataka akatusemee. Sisi hatutaki hela ya kumpa mtu chumvi, hatutaki hizo rushwa za uchaguzi. Tunataka mtu atusemee, tupate maendeleo ya pamoja ya mji mzima. Yaani isitekelezwe lakini useme, uwe nacho usiwe nacho, huna uwezo lakini sema usikike. Bwana yule jambo letu leo amelizungumza. Sasa tunabaki tunaidai serikali. Umeona? Kwa tunataka mtu anamna, kwa mtu anamna kwa sifa za namna mtu wa namna hiyo. Tunamwona kabisa Zitto Zuberi Kabwe anaweza kufiti kwenye nafasi. Kwa sababu wale waliopita watangulizi wake kabla yake yeye tumeshaona hiyo nafasi wameshindwa kufiti kwa sababu tunafuatilia bunge na hatusemei, tuna matatizo mengi hawayasemi. Basi hata usekeleze, basi ujumbe ufike. Kuna siku ta serikali itatoa tongodongo, itaamka vizuri, itasema sasa hebu tulione na kule walikosemea wale. Umeona? Kwa hiyo mimi naamini hivyo. Mimi sio muumini wa chama lakini muumini wa mtu mmoja mmoja, yule ambaye mwenye sera nzuri, yule ambaye ana kipawa cha kuzungumza matatizo ya watu. Siza, vijana wangu wa mtandaoni wamefanya kazi nzuri ya kukusanya na kuskani maoni ya wanamtandao. Huu ni muda wa kugeukia mtandao, kusikia wanamtandao wanasemaje. Kijana wangu MC Shonde ameifanya kazi hii kwa umahiri na uhodari wa viwango vyote. Naam, Zitto Zuberi Kabwe, unaweza kumuita Bitariho au kaka kama ambavyo mama yake mzazi alipenda kumuita. Mwanasiasa huyu nguli ana mengi, hasa ukizingatiwa ushawishi wake kama kiongozi wa upinzani na maono yake ya maendeleo endelevu ya kitaifa pamoja na masuala ya kimataifa kama vile harakati za kutafuta haki nchini Ethiopia. Skana ya kidigitali imekutana na taarifa aliyoitoa Zitto Kabwe Jumapili ya Mei 5 mwaka 2024 wakati wa maadhimisho ya miaka 10 ya chama cha ACT Wazalendo. Zitto alisema amejiandaa kisaikolojia, kiakili na kimaarifa kuwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Lakini hii si mara ya kwanza. Tukirudi nyuma kabisa mwaka 2012 na 2013, Zitto akiwa naibu katibu mkuu wa Chadema alitangaza nia ya kugombea urais katika uchaguzi mkuu wa mwaka 2015. Mpango huo haukufanyika kwani muasisi wa Chadema mzee Edwin Mtei alimtaka Zitto amwachie Dr. Wilbrod Slaa apeperushe bendera ya Chadema. Zitto akakaa pembeni na Watanzania wakashuhudia mwanasiasa huyo mzaliwa wa Kigoma akijiunga na chama cha ACT Wazalendo mnamo Machi 10 mwaka 2015. Mwaka huo badala ya kugombea urais, Zitto akagombea ubunge. Mwaka 2019, dakika za jioni kabisa, Zitto alitamka tena kuwa ikiwa atapewa baraka zote basi yuko tayari kugombea kiti cha urais katika uchaguzi mkuu wa mwaka 2020. Lakini kwa mara nyingine tena, badala ya urais, Zitto akagombea ubunge jimbo la Kigoma mjini na akashindwa. Skana ya kidigitali imekutana na mijadala mbalimbali mitandaoni, hasa baada ya Zitto Kabwe mnamo Mei 4 mwaka 2025 kuamua kuikacha ndoto yake ya kuwania urais katika uchaguzi mkuu wa mwaka huu 2025 pale alipoenda kuchukua fomu ya kugombea ubunge wa Kigoma mjini akitamba na #muhuni hasusiwi. Uamuzi huo umezua mijadala kwamba je, urais ni mfupa mgumu uliomshinda Zitto Kabwe au anavuta pumzi? Katika mtandao wa X, Skana imekutana na chapisho la mpita njia likisema hawezi kupata urais na analijua hilo, lakini ubunge upo uwezekano wa kuupata. Pastor Zakaria anasema Zitto ameshaona kuwa hafui dafu mbele ya Mama Samia
na huenda hapo baadaye ndipo akagombea urais. Lakini pia skana ya kidigitali imekutana na tuhuma. Bwana Frenki Kihute anasema Zitto yupo kwa ajili ya kuilinda CCM. Mwanzo alifikiri Chadema wangeshiriki, hivyo alikuwa yupo tayari kugawana kura na Lissu ili mgombea wa CCM ashinde bila shida. Ila baada ya Chadema kutangaza kutoshiriki, wameweka mtu ambaye hana madhara kwa mama. Kwa hiyo yeye atakuwa kiongozi bungeni. Mawazo ya Kihute yanafanana na Davis Spear aliandika kuwa Zitto amesha saini mkataba na watawala kuwa amwachie hii ngwe Mama Samia. Tuhuma hizo. Wapo pia walioumizwa na maamuzi ya Zitto kugombea ubunge. Skana limenasa chapisho la James Abraham aliandika kuwa Zitto amewaumiza sana vijana na wanachama ambao wengi waliona huu ndio wakati wake sahihi wa kuwa rais wa nchi. Kwa hiyo wapo waliompongeza Zitto kwamba amezisoma nyakati na amechukua maamuzi ya busara, huku wengine wakiona kama kuna makubaliano yaliyofanyika nyuma ya pazia kati yake na watawala. Sasa Zitto analipi la kuwaambia hawa vijana ambao walikuwa wanamtegemea? Msakatonge anasema, nilipokuwa mdogo hakuna kijana ambaye nilihisi atakuja kuwa rais na angefaa kuwa rais kama Zitto Kabwe. Kwamba Zitto wa mwaka 2005 hadi 2010 alikuwa wa moto. Skana ya kidigitali imekutana pia na taarifa zinazoonyesha kuwa Zitto alivyomaliza tu masomo yake ya chuo kikuu aliingia kwenye siasa na akawa mbunge kwa miaka 15. Katika harakati zake za siasa za upinzani ametupwa sana rumande, ameswekwa sana rumande, amelala sana jela. Na yeye mwenyewe aliwahi kunukuliwa akisema kuwa anachukia sana kuonewa, anachukia uonevu na anapenda haki, kama alivyokuwa akisema rafiki yake wa karibu marehemu Deo Filiku Njombe. Skana imekutana na hoja kwamba katika nyakati ambazo mwenyekiti wa Chadema Tundu Lissu anasota gerezani na Chadema wakisusia kusaini kanuni za maadili ya uchaguzi 2025 wakidai kuwa sheria zilizopo hazijaweka mazingira yenye usawa, ACT Wazalendo waliamua kukubali na hatimaye Zitto pia amechukua fomu ya ubunge. Wanazengo wanauliza, ina maana Zitto Kabwe amekubali kuwa mazingira ya kisiasa ya sasa yanafaa ama namna gani? Wapo pia wanaouliza ndoto yake ya uraisi ni mpaka lini, na je, alishapanga toka zamani kuwa hatogombea uraisi wa Tanzania mpaka awamu ya 7 iishe au vipi? Kwani Skana imekutana na chapisho lake la Disemba 24 mwaka 2024 ambapo bwana Enoch Kiswaga aliandika, likumbukwe jina la Kabwe Zuberi Zitto. Zitto akamjibu, rais wa 8 wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, rais atakayetanua mipaka ya nchi, kurejesha dosho East Africa na kuunda shirikisho la maziwa makuu kutoka bahari ya Hindi mpaka bahari ya Atlantiki, mtake msitake. Ni kwamba alishapanga yeye ni rais wa 8 wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mambo ni mengi, lakini bila shaka kwenye dubwana la kuskani, mwanasiasa huyu shabiki wa Simba, mdau mkubwa sana wa muziki na mtu anayependa sana kusoma vitabu kama njia yake pia ya kupunguza stress, atatujuza mengi. Hii ndio Skana ya kidigitali. Kwa niaba ya dubwana la kuskani, nite MC Shonde Live. Dubwana la kuskani ndo hilo hapo. Mheshimiwa anajua kuna yale ambao walikuwa wanatoka Kigoma, kuna yale ambao wanatoka kwenye mitandao, ila nadhani zaidi ya nusu tayari umeshatolea fanuzi. Umepiki lolote ambalo ni la tofauti kabisa? Mengi nimeshaeleza, mmoja tu ila niwaeleze tu watu wa Kigoma kwamba siku zote nimekuwa nikisema kwamba napofanya kazi ya uwakilisho wa watu wa Kigoma, jambo kubwa kabisa ambalo ni kipaumbele kuliko yote ni heshima yao. Kurejesha, na sasa hivi sio kurejesha, kuimarisha heshima ya watu wa Kigoma ni jambo ambalo nimelifanya, na kama walivyoeleza wao wenyewe
na nitaendelea kulifanya, na hicho ndicho ambacho nachoahidi, kuendelea kujenga heshima ya Kigoma katika Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Okay. Kwa wakati tunamalizia, natamani kupata vitu vichache tu kutokea kwako, vya maisha yako tu sasa ya uzoefu wa siasa. Naomba nitajie ushauri bora uliowahi kupata kuhusu maisha ya siasa ama career ya siasa. Sikumbukiwa. Mjaribu kutafakari kila ukiangalia harakati ambazo umepita unasema hiki kitu, huu ushauri umenibeba sana. Yaani nisingekuwa na maarifa ya hili jambo, nadhani kuna sehemu nyingi labda kujikwaa. Sasa mniandae bana. Kesho mnitafute mnirekodi. Kwa sababu na ushauri mwingi sasa sikumbuki, kwa kweli sikumbuki. Na mimi kama unavyojua nimejenga ukaribu sana na wazee bila kujali vyama vyao. Kwa hiyo na au ndani na nje ya mipaka, yani kama hapa nimefulia mfano wa mahusiano yangu ambao nimekuwa nayo ya muda mrefu na mzee Mahathir ndio wa Malaysia, na wazee wengine humu kina mzee Warioba na mzee Salim na watu wengi tu ambao nimekuwa nina kwa vyote vile kuna shauri nyingi sana, so napaswa kufikiria. Ni kama swali la kushtukiza, lakini swali muhimu. Kwa hiyo labda tupata nafasi nyingine, sijui kama tutapata hiyo nafasi, labda nitaweza kwa nimewaza, na au nikiwaza nikiamka asubuhi nitakuandikia message bana, sema hii kwenye PD kwamba ushauri uliopata ni huku, sababu sitaki kutengeneza maneno, nataka niseme kitu ambacho cha uhalisia. I get it. Kwenye siasa tunasikia, manake ndo mwaka wenyewe wa imani za kishirikina huwa zinatajwa sana. Kipi ambacho kwenye harakati zote uliwahi kukutana nacho kinachohusiana na hilo? Leo umeamua. Anything. Na unapotokea kule panatajwa. Manake sisi huko mjini watu tunashangaa kila mganga anatoka Kigoma. Ni kweli? So Sumbawanga. Hapana. Wapi Kigoma? Basi poteti mganga kutoka Singida? Hapana. Au Dodoma? Hapana. Wanasema tapeli. Kwa hiyo ina maana hujawahi kusikia, ushawahi kwenda kwa mganga, ushawahi harakati zako za hujawahi sikia kwamba kuna siku nilikuja kukamatwa, watu wakakuta bwawa, sema wanakuja kunikamata. Hujawahi kusikia? Hizo tushasikia sana. So unahitaji kuniuliza. Unataka tuishie hapo? Bwana, lakini hizo ni bantas tu za siasa. Sio, kwenye siasa kuna bantas nyingi sana, na mambo ya kitamaduni obviously yapo. Wewe unakwenda lakini kwa mganga? Hapana. Hujawahi kwenda kwa mganga wake? Hapana, sifanyi. Pia kabisa. Sifanyi. Tangu uanze siasa? Pia basi. Sifanyi. Sifanyi. Bwana Mheshimiwa Zitto anasema hafai. Ila kuapia hataki. Thank you so much kwake Mheshimiwa Zitto Zuberi Kabwe, mtiania wa ubunge kwa uchaguzi wa mwaka 2025 kule kwa Kigoma. Lakini pia asante sana kwako ambao umetenga muda kwa ajili ya kuitazama skana ya Clouds Media Group, kwa maana ya kwamba kupitia Clouds TV unaitazama, kupitia Clouds FM pia unapata nafasi ya kuisikiliza. Tumeongea mengi sana na Mheshimiwa Zitto Kabwe, lakini kwa miaka ambayo amehudumu na amekuwepo, amekuwa active kwenye politics za Tanzania, mimi nadhani tumeongea robo ya kile ambacho tungeweza kukipata kutokea kwake. Of course ndio kwanza skana inaanza, mwaka ni mrefu, kwa hiyo tutapata nafasi nyingine bila shaka ya kuzungumza na Mheshimiwa Zitto Kabwe, lakini pia na kuscan wanasiasa wengine ambao watakuwa kwenye mchuano ya mwaka huu kwenye mbilinge za mwaka wa uchaguzi. Thank you so much for your time. Mimi naitwa Caesar. Asante sana pia kwa team yote ya production ambayo inatusaidia kuhakikisha kwamba kila kitu kinakwenda sawa sawia. Cheers. Skana bado iko hapa. Tutakutana next week.